kwa muda huu mchache ambao tumefanya maboresho, kwa maana kutoka mwaka 2022 mpaka sasa hivi 2026, takriban miaka minne, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la shehena. Lakini tu shehena, pia mapato kwa maana ya serikali kupitia makusanyo ya TRA yameongezeka sana. Kwa hiyo ile dhana ya kusema bandari inafungua uchumi wa nchi, na sio tu wa nchi, mpaka nchi jirani, kwa sababu nchi nyingi sasa hivi zinatumia bandari ya Tanga. Nchi za Kongo sasa hivi tunahudumia takriban nchi 8: Kongo kwa maana DRC, Zambia, Malawi, Rwanda, Burundi, Uganda, na mpaka shehena ya Kenya inapita hapa ya bandari yetu, mpaka Zimbabwe inapita hapa. Kwa hiyo uchumi unafunguka unapofanya uwekezaji katika bandari. Ni uwekezaji wa uhakika ambao unalipa tu, sio tu katika nyanja ya kibandari, lakini pia inakuwa na ile multiplier effect, kwa maana maeneo mengine ya kilimo, madini na sekta mbalimbali ambazo zinafunguka na zinakuwa kwa maboresho ambayo bandari yanafanyika. Kwa hiyo kufanya uwekezaji wa bandari ni jambo kubwa sana, linafungua sekta nyingine za kiuchumi wa nchi. Pia kuhusu kama tulivyosema, maboresho haya yalifanyika kwenye awamu kuu mbili, ambayo ilianza 2019 yakakamilika 2022, ambayo yaligharimu kiasi cha bilioni 429.1, ambapo ilijumuisha ujenzi wa miundombinu kwa maana upande wa gati, uchimbaji wa kina na ununuzi wa mitambo. Iligharimu jumla bilioni 429.1. Kwa wastani wa ujenzi wa gati moja ni bilioni 250 mpaka bilioni 300. That is the average gharama, wastani wa gharama kwa ujenzi wa gati moja 250 mpaka 300. Maana yake hiyo 300 inajumlisha pamoja na ununuzi wa vifaa, sababu kujenga gati lazima uwe na vifaa vya kuhudumia shehena ambayo inashuka katika meli.